Wewe mwamba, vipi? Mbona ueleweki? Nimekuona tutokea kule vile, yani unazugazuga tu. Mara unahitaji kuingia huku, mara unahitaji kuingia huku. Mbona sikuelewi? Kwani wewe ni nani? Mimi ni maeneo yangu, ndio mtaa wangu. Oh. Basi samahani. Mimi zumuni langu lilikuwa ni moja tu, kwa sababu nimeshikwa na haja ndogo. Kwa hiyo nimeangalia sehemu, nimeona hapa ndo kuna hofu, nikaona niingie hapa nisaidie. Hivi ndugu yangu, haya ni maeneo ya kujisaidia kweli? Hauwezi ona kama ni mjengo wa mtu? Na isitoshe, ona vyoo viko vingi tu vya kujisaidia na kulipia. Ni hadi uje hapa ndugu yangu. Sasa kwa mfano, nikwambia sasa hivi nigaie 50,000. Nikuruhusu kuojoa. Utakubali? Hapana. Jengo wa mtu sio maeneo ya kujisaidia. Hebu ondoka mwanangu, jikatae. Be kind. Unafanya nini? Au umezalau maono yangu? Kwa nini mpaka sasa hivi ule mtoto Nadia hujamuua? Hapana mkuu. Nakumbuka vizuri sana. Uliniambia kwamba kwenye huu mji atazaliwa mtoto. Na kadri atakavyokuwa anakuwa, atakuwa na nguvu za kuzuia wachawi na kujua yanayokuja mbele. Vizuri. Kama unakumbuka. Kwa nini sasa mpaka sasa hivi hujamuua? Mkuu, labda tu nikupe taarifa. Tayari kuna kijana nimeshampa kazi ya kumkamata mtoto Nadia. Kama vile ulivyosema kwamba mimi siwezi kumkamata, basi ndivyo hivyo na mimi nilivyofanya. Nimemtafuta mtu mwingine kwa ajili ya kufanya hiyo kazi. Na mimi naamini ile kazi ataifanya kama vile ambavyo nimempa. Safi sana. Umefanya vizuri. Utafuta kijana na kumuua. Kwa sababu nilikuwa najua dhahiri kwamba wewe huwezi kumuua. Sasa unatakiwa huyo kijana afanye haraka sana ili mtoto Nadia auawe. Kwa sababu kadri siku zinavyozidi kwenda, yule mtoto anazidi kuwa na nguvu za ajabu. Fanya hima. Akiendelea kuwa hai, utakuja kukumbuka wewe pamoja na chama chetu kwa ujumla. Sawa mkuu, nimekuelewa. Kuna lingine? Hapana. Hakuna la ziada. Sawa. We mtoto. Aba. Shikamo. Marhaba. Mbona unakaa unaogopa? Kuna mtu alikuwa ananikimbiza. Unaitwa nani? Naitwa Nadia. Ule mtu alikuwa anakukimbiza, hujamchokoza kabisa? Sikumchokoza. Kweli? Kweli. Okay, sawa. Na hivi kwenu ni wapi? Kule. Kwa hii njia kuteremka huku chini? Ndio. Okay, sawa. Samahani, naweza nikakupeleka? Nitashukuru. Haya basi, amka tuende. Au jambo mtoto mzuri? Marhaba. Nadia umemuona? Mimi nimeachana naye pale. Umeachana naye muda gani? Muda mrefu sana.
Aya, asante mwanangu. Basi wewe wahi nyumbani, sawa? Jamani, huyu mtoto amekutwa na nini? Mbona mpaka muda huu sio kawaida yake? Au anacheza? Asante, nishafika. Kwa hiyo ngikuachilia hapo utafika nyumbani? Ndiyo. Una uhakika? Ndiyo. Okay, sasa ni nani atakupokea huko nyumbani? Mama. Una uhakika mama yupo nyumbani sasa hivi? Ndiyo. Manake lazima nikuwe na hofu kwa sababu uliniambia ule mtu anakukimbiza na sijafurahia. Manake mwenyewe sikumuelewa pale. Sijui unajua hilo? Ndiyo. Sasa ukifika nyumbani hakikisha umemweleza mama. Haya. Sawa eh? Haya. Shikamoo mama. Marahaba. We Nadia, kwani hadi saa hizi umechelewa shuleni? Unisamehe. Wewe nikusamehe nini? Unaniweka roho juu. Nimetoka huko kwa wenzako wote wamerudi majumbani kwao. Wewe mpaka saa hizi ulikuwa unafanya nini? Hadi yule mtoto Salmini unaongozana naye. Nimekutana naye asema mlisharudi yote muda tu. Haya wewe, ulienda wapi? Unisamehe. Sikiliza wewe mtoto. Usichanganye kichwa changu. Umenisikia eh? Mama, nakuelewa. Leo ni mwanzo na mwisho. Ole wako uchelewe tena kurudi nyumbani. Na mtende ndani. Upo mbali? Mama, kuna kitu nataka nikwambie. Kitu gani tena mwanao? Wakati natoka shule, kulikuwa kuna mbaba alikuwa anamkimbiza. Unaweza kumjua huyo baba? Hapana. Ikawaje? Nikaingia kwenye jumba bovu. Kwenye hilo jumba alikuwa mbaba akaja akamsaidia. Ndio hivyo nimerudi nyumbani. We Nadia wewe. Sio kwa unaniongopea.
Mama, sikukupei kweli. Wakati nakuuliza kwa nini umechelewa kwenda kurudi shuleni, mbona hukusema? Lakini nilikuwa tunaficha, lakini naomba unisamehe mama. Sawa, lakini haujaumia popote? Sijaumia popote. Sawa mwanangu, pole. We Nadia, au umemchokoza huyo mtu aliyekukimbiza? Sikumchokoza, yeye ndo alikuwa ananikimbiza. Haya, sawa. Mbona uko hapa baada ya kwenda shuleni? Ogopa nitakimbizwa kama jana. Wewe kama pesa nimekupatia ya shule, na kwa nini uanze kuleta tena sababu ya kuogopa kukimbizwa? Ya jana ya leo. Unaamini vipi kama wewe mtu anakusubiria kukukimbiza muda wote? Mama, mimi naogopa. Wewe Nadia, wewe usije ukaanaleta ujanja kukataa shule wewe. Hapana, mimi sikatai shule mama. Sawa, wewe unaogopa kukimbizwa? Haya, twende nikupeleke. Mwalimu. Ni afadhali nilivyokuona. Shikamoo mwalimu. Marahaba, ujambo? Jambo. Leo nina kibarua cha kumpeleka mwanafunzi shuleni. Kwa nini? Ni jana amekutwa na mtihani ambao sijaupatia majibu mpaka saa hizi. Maana amechelewa kurudi shule. Wakati namtafuta kwa wenzake wote wamerudi, yeye hakupatikana nyumbani. Ile narudi tu namkuta. Kwa nini umechelewa? Ananiambia eti kuna mbaba alikuwa anamkimbiza. Nadia. Abe? Ni kweli kuna mtu alikukimbiza? Ndio. Au umemchokoza wewe? Hapana, sikumchokoza. Wakati jana narudi, huyo mtu alikuwa ananikimbiza. Wakati nakimbia, nikaingia kwenye huo mjumba, ndo kwenye huo mjumba huyo mbaba akaja akanisaidia. Pole sana Nadia. Asante. Siku nyingine uwe makini kama ulivyokuwa makini jana. Sawa mwanangu? Na hiyo mwalimu ndio sababu iliyomfanya amekataa kabisa kwenda shuleni leo. Vinginevyo nimpeleke. Na wewe pole sana pia kwa mshtuko. Maana najua lazima ulinishtuka sana kwa taarifa hiyo. Ni kweli. Inaniumiza kichwa sana mwalimu. Mpaka sasa hivi sielewi huyo mtu ni nani na anataka nini. Nilivyokuambia pole sana. Asante, ila kikubwa mwalimu, mradi nimekuona basi mimi safari yangu iishie hapa. Huyu mwanafunzi wako ende naye hadi shuleni. Sawa, usijali mama Nadia. Nadia. Abe? Mwanangu. Aya. Bye. Aya. Pole basi. Asante.